Naam, habari za hivi punde kutoka Mashariki ya Kati. Mpenzi mtazamaji, tunaambiwa kwamba Marekani pamoja na Irani zimetishia kushambuliana katika maeneo ya miundombinu. Marekani pamoja na Irani zimetishia kushambulia miundombinu muhimu wakati vita katika Mashariki ya Kati ambavyo vipo katika wiki ya 4 sasa, vikiyaweka maisha ya watu hatarini kote katika ukanda huo. Iran imesema mlango bahari wa Hormuz ambao ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta pamoja na bidhaa nyingine utafungwa kabisa ikiwa Marekani itaelekeza au kufanya tishio la kushambulia miundombinu yake. Rais Donald Trump alisema kwamba atafanya mashambulizi makali katika mitambo yake ya umeme. Trump alitangaza siku ya Jumamosi usiku muda wa mwisho wa saa 48 katika mlango huo kufunguliwa. Hayo yanajiri wakati viongozi wa Israeli wakitembelea moja ya jamii mbili za kusini karibu na eneo la siri la utafiti wa nyuklia ambalo lilipigwa na makombora ya Irani siku ya Jumamosi jioni, huku watu wengi wakijeruhiwa. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo ambalo lilishambuliwa, waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu alisema kwamba ni miujiza kwamba hakuna mtu ambaye ameuawa. Amesema Israeli pamoja na Marekani wanaendelea kumwangamiza adui. Tumeweka wazi kabisa malengo mawili. Moja ni kuvunja kabisa mpango wao wa nyuklia, kuvunja kabisa mpango wao wa makombora, kuvunja kabisa uwezo wao wa kufanikisha miradi hii miwili. Tunakaribia kufanikisha hilo. Pia tumeweka lengo la kutengeneza mazingira kwa watu wa Irani kupindua udhalimu huu ambao umewatesa na kufanya maisha yao kuwa magumu na unafanya maisha kuwa magumu sana katika ulimwengu mzima. Natumai tutafanikisha hilo, alisema waziri mkuu huyo Benjamin Netanyahu. Jeshi la Israeli limesema leo hii Jumatatu asubuhi kwamba lilianzisha wimbi kubwa la mashambulizi ambayo yanalenga miundombinu ya kile ambacho inakiita ni utawala wa kigaidi wa Irani huko katika jiji la Tehran. Milipuko ilisikika kote Tehran mapema leo hii, huku shirika la habari la Fars likisema kwamba mashambulizi ya anga yamelenga maeneo 5 ya jamii kuu ya Irani. Wakati huo huo, Kuwait, Umoja wa Falme za Kiarabu pamoja na Saudi Arabia wamesema mapema leo hii kuwa mitambo yao ya ulinzi pamoja na makombora yameshughulikia mashambulizi ya makombora pamoja na drone, huku ving'ora vya kutahadharisha kuhusu mashambulizi ya anga vikilia baklani. Mkuu wa shirika la nishati la kimataifa la IEA Fatih Birol amesema uchumi wa dunia uko chini ya tishio kubwa kabisa kutokana na mgogoro wa nishati ambao unasababishwa na vita vya Mashariki ya Kati. Ameonya kwamba hakuna nchi itakayokwepa athari zake. Akizungumza katika hafla pamoja na waandishi wa habari katika mji mkuu Australia, kiongozi huyo aliunganisha mgogoro wa sasa wa nishati na ule wa miaka ya 70 na athari za uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraini mwaka wa 2022. Mkuu huyo wa IEA amesema kiasi cha vituo 40 vya nishati vimeharibiwa kwa kiasi kikubwa katika Mashariki ya Kati kutokana na vita ambavyo vinaendelea katika maeneo hayo. Amesema mambo yalivyo sasa ni kuwa kuna migogoro miwili ya mafuta na mmoja wa gesi ambayo imeunganishwa pamoja. Kiongozi huyo amesema kwamba anatumai kuwa hali hiyo itatatuliwa haraka iwezekanavyo, akiongeza kuwa shirika lake la IEA linashauriana na serikali za Asia pamoja na Ulaya kuhusu kutolewa kwa hifadhi zaidi ya mafuta kama itahitajika. Mataifa wanachama wa IEA walikubaliana Machi 11 kutoa mapipa takriban milioni 400 ya mafuta kutoka kwenye hifadhi ya kimkakati ili kupambana na kupanda kwa bei ya mafuta ghafi duniani. Kwingineko, mapigano yamepamba moto kusini mwa Lebanon. Kundi la Hezbollah ambalo linaungwa mkono na Irani linadai kuhusika na mashambulio ya anga ambayo yamemuua mtu mmoja kaskazini mwa Israeli. Siku ya jana Jumapili, Israeli ilipanua orodha yake ya maeneo ambayo imealenga ili kujumuisha madaraja pamoja na mto Litani, ambayo waziri wa ulinzi wa nchi hiyo Israel Katz alisema Hezbollah inatumia kuhamisha wapiganaji na silaha kuelekea kusini. Baadaye Israeli ililipua daraja la Qasim karibu na Tiro baada ya kutoa onyo la saa moja.
Rais wa Lebanoni Joseph Aoun amesema hatua ya Israeli kuyalenga madaraja kusini mwa nchi hiyo ni maandalizi ya jeshi kuanzisha uvamizi wa ardhini. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, Irani na yenyewe imeapa kujibu vitisho vya Trump katika mfereji wa Hormuz. Irani imesema kwamba itashambulia miundombinu ya nishati pamoja na mitambo ya kuchuja maji chumvi katika eneo la Ghuba ikiwa Marekani italenga miundombinu ya nishati ya nchi hiyo. Irani imetishia kuvizidisha vita vyao kwa kulenga vituo vya nishati, hali ambayo inayumbisha zaidi masoko ya nishati pamoja na fedha duniani, na wakati huo huo kuzidisha mgogoro katika ukanda huo. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, tunaambiwa kwamba mkuu wa usalama wa taifa la Marekani amesema kwamba malengo ya nchi yake kwenye vita vyake nchini Irani ni tofauti kabisa na mshirika wake Israeli, licha ya kuanzisha uchokozi wa pamoja dhidi ya taifa hilo la Ghuba. Akizungumza mbele ya kamati ya usalama wa taifa la bunge la Marekani siku ya jana, kiongozi huyo alisema malengo ambayo yamewekwa na Rais Donald Trump yanatofautiana na yale ambayo yamewekwa na serikali ya Israeli. Amesema kwamba tunaweza kuona kupitia operation hizi kwamba serikali ya Israeli imejikita kwenye kuvunja uongozi wa Iran. Rais Trump ameelezea kwamba malengo yake ni kuharibu uwezo wa Iran kurusha makombora ya masafa marefu, uundaji wa makombora hayo pamoja na jeshi lao la baharini, alisema mkuu huyo wa usalama wa taifa. Hata hivyo, kauli yake imeonekana kwenda kinyume kabisa na ile ya waziri wa vita wa Marekani Peter, ambaye wakati akizungumza katika uwasilishaji wake katika pendekezo la kupatiwa dola bilioni 200 za ziada bungeni, alisema fedha kama hizo zinahitajika kuwaua watu wabaya. Na wakati huo huo, China imeonya juu ya kuendelea vita dhidi ya Irani huko Mashariki ya Kati. China imesema kwamba hali ya uchumi duniani itakuwa mbaya ikiwa vita dhidi ya Irani vitaendelea na hatari kubwa zaidi ya kuvuruga uthabiti katika Mashariki ya Kati. China imeonya kwamba kufanyika mashambulio zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati ni hatua itakayohatarisha kutokea hali isiyoweza kudhibitiwa kwenye ukanda huo ambao unakabiliwa na vita. Tamko la China limetolewa na Wizara ya Mambo ya Nje kupitia msemaji wake Lin Jian, limefuatia vitisho vilivyotolewa siku ya Jumamosi na Rais Donald Trump vya kutaka kushambulia mitambo ya nishati ya Iran. Msemaji huyo amewaambia waandishi wa habari leo hii Jumatatu kwamba vita vinavyoendelea na athari zake katika mlango wa bahari wa Hormuz vinatishia usalama wa nishati duniani pamoja na usambazaji wa mafuta kwa China, na hatua ya kutumiwa nguvu itakayosababisha hali kuwa mbaya zaidi. Msemaji huyo amesema kwamba Beijing inaendeleza mawasiliano ya pande zote kuhusu hali ambayo inaendelea na iko tayari kusaidia kupunguza mivutano ya kumaliza vita hivyo. Tukitoka Mashariki ya Kati, twende katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki, na moja kwa moja twende mpaka Kenya. Tunaambia watu takribani 81 wamepoteza maisha kufuatia mafuriko nchini humo. Mamlaka za Kenya zimesema kwamba mvua ambayo inaendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali katika nchi ya Kenya imesababisha athari kubwa pamoja na maafa. Mamlaka nchini Kenya siku ya jana imefahamisha kwamba mvua kubwa ambayo imekuwa ikiendelea kunyesha nchini humo na kuleta mafuriko imesababisha vifo vya takribani watu 81 ndani ya mwezi huu. Mamlaka ya Kenya pia imesema mvua hizo zinaendelea kunyesha katika maeneo mengi ya nchi hiyo, huku kanda ya magharibi ikiathirika vibaya zaidi, ambako baadhi ya vijiji vimezamishwa kabisa katika kaunti ya Kisumu pamoja na eneo la mashamba ya ekari takriban 1200 likiharibiwa na mimea kusombwa. Zaidi ya familia takriban 3000 zimelazimika kuyahama makazi yao katika maeneo ya Kanchali, baadhi wakipata hifadhi katika vituo 8 vilivyowekwa kusaidia waathirika, wakati maji yanayomwagika kutoka katika mto Mirui yakiendelea kusababisha kitisho kwa jamii katika maeneo hayo. Mamlaka zimesema kwamba mji mkuu wa Nairobi ndio ambao umeshuhudia vifo vingi vya watu takriban 37 kufuatia mafuriko hayo.